Nasema nitakwenda na hilo somo. Kichwa cha habari kinasema watumwa watatu kwa bwana wao. Watumwa watatu kwa bwana wao. Labda tueleze kidogo. Watumwa, tunamshukuru Mungu kwamba watumwa sasa hivi, unapotaja watumwa ni kama kwa mtoto anayezaliwa sasa hivi, unaweza ukampa shida sana kuelewa mtumwa. Lakini zamani mpaka Yesu anazaliwa zilikuwa enzi za utumwa, na hata hapa sisi Afrika tumekuwa pia katika hali ya utumwa. Wakoloni wametutumikisha, lakini zaidi sana Waarabu walikuja katika nchi yetu, wakawa wanachukua watu wanaenda kuwauza, kufanya biashara huko Marekani, wamejaa huko. Hata ukiona Waafrika walioko huko Marekani, wengine ni Wanyaturu, wengine Wahehe, wengine Wapogoro, wengine Wakerewe wako huko, lakini hawajitambui kwa sababu walikwenda, vizazi na vizazi vilishapita. Ni utumwa. Mtumwa ni nani? Mtumwa ni mtu ambaye amenunuliwa kwa kima, aidha pesa au mali, akanunuliwa kwa kusudi la kwenda kumtumikia huyu anayemnunua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mtumwa hana haki yoyote, hana heshima yoyote. Yeye kazi yake ni kutii maagizo ala anayopewa. Mtumwa akimkosa bwana wake, ana hiari ya kumhurumia au kumhukumu vyovyote, hata kumuua. Hawezi kuulizwa. Ni mtumwa, ni mali yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumwa hawezi kumfanyisha sijui na dada wa kazi au kijana wa kazi, hapana. Huyu anayelipwa mshahara, huyo sio mtumwa, huyo ni mfanyakazi. Lakini mtumwa alikuwa hana hadhi yoyote zaidi ya kutumwa. Bwana asifiwe. Sasa katika Mathayo 25 tukianzia mstari wa 24 pale, sijafungua Biblia. Basi nitaomba mnisaidie kusoma Mathayo 25 kuanzia mstari wa kumi na nne. Hamko tayari? Basi amina. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1. Bwana Yesu asifiwe. Tuishie hapo kwanza. Huyu bwana alitaka kusafiri, lakini ni bwana ana mali na watumwa. Anapokuwa na hiyo safari, inawezekana atakaa muda mrefu, lakini hataki kwamba arudi akute mali zimepungua, lakini mali zijae. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo alichokifanya, akagawa mali kama mtaji kwa watumwa wake watatu. Wa kwanza akampa talanta 5, wa pili akampa 2, wa tatu akampa 1, kwa lengo la kufanya kazi ya kuzizalisha zile talanta, akute talanta zile pamoja na faida. Talanta zile nikizihesabu kwa jinsi alivyozigawa zilikuwa talanta 8. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivi faida aliyokuwa anaitaka nafikiri ingekuwa kama talanta 16 hivi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa akaondoka. Alipoondoka sasa, hawa watumwa, yule aliyepewa talanta 5, Biblia inasema kwamba akawapa kila mmoja kwa kadiri ya uwezo wake. Kwa hivyo alipokuwa nao, alikuwa anawaona kabisa, huyu nikimpa mtaji wa talanta 5 anaweza akazizalisha, ana uwezo huu. Aliwajua. Mwenye 2 pia alimjua, mwenye 1 pia alimjua. Namshukuru Mungu kwamba Biblia hakuna mahali inaposema kwamba hakuna aliyepewa, lakini wote walipewa kwa kadiri ya uwezo wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivi wa kwanza yeye akasema, hapa nafanya biashara, bwana wangu akirudi akute nimemzalishia. Wa pili naye akawa na wazo hilo hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini hao watu walikuwa hivyo? Hawa watu haina maana kwamba hawakuwa na kazi.
kazi za utumwa pale zilikuwa zinaendelea tu, lakini kwa sababu walikuwa na unyenyekevu, lakini kwa sababu walikuwa na utii, lakini kwa sababu walimjua Bwana wao na kumpenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa tayari kumtumikia kwa upande huo pia wa talanta hizo alizowapa. Kwa sababu hiyo sasa, wa kwanza akafanya biashara, akaleta faida tena talanta 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Wa pili, nafikisha kwa sababu tukisoma yote ni marefu na muda umeenda. Wa pili naye akafanya, akaleta talanta zingine 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hao walionekana walikuwa wenye busara, lakini wenye juhudi, lakini pia wenye kutii na wenye imani pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mambo mengine yanahitaji imani. Kwa hivyo walikuwa watii, walikuwa wanyenyekevu, walikuwa wana imani, lakini pia walikuwa waaminifu kwa Bwana wao. Wakaleta faida. Msomaji wangu endelea kwa ile wa 3. Mstari ule wa 15 anasema hivi: akampa mmoja talanta 5 na mmoja talanta 2 na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta 5 akaenda akafanya biashara nazo, akachuma faida talanta nyingine 5. Vile vile na yule mwenye 2, yeye naye akachuma nyingine 2 faida. Lakini yule aliyepokea 1 alikwenda akafukua chini, akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi akaja bwana wa watumwa wale, akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta 5, akaleta talanta nyingine 5, akisema, Bwana, uliweka kwangu talanta 5. Tazama nyingine 5 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta 2, akasema, Bwana, uliweka kwangu talanta 2. Tazama talanta nyingine 2 nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hao watumwa wawili hawa tunaona jinsi ambavyo wamekuwa na busara, na inaonekana kwa muda mwingi walikuwa wanajishughulisha sana na bwana wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hujishughulishi na mtu anayekuhusu, ni rahisi kumpuuza. Na alipokuja wakatoa zile faida, anawaambia kwamba mlikuwa waaminifu katika machache, nitawaweka katika yaliyo mengi. Lakini pia la mwisho anasema, ingia katika furaha ya bwana wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba hawa watumwa, inawezekana katika kuingia katika furaha ya bwana wao, inawezekana Bwana aliwapunguzia kiwango cha utumwa, akawapandisha daraja, kwamba pengine wakawa wasimamizi wa watumwa wenzao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wakaingia katika furaha na kupata marupurupu mengine, sio kama walivyokuwa wanafanya mwanzo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni faida ya utii, uaminifu na unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini anakuja akamwambia, akaja yule aliyepokea talanta 1, akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Bwana wake akajibu akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watoao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu na faida yake.
basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliye nazo talanta 10, kwa maana kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu, hata kile alichonacho atanyang'anywa. Na mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakako kuweko kilio na kusaga meno. Ndugu zangu, haya maneno, ndugu zangu watu wa Mungu, haya maneno yasiwatishe, lakini maneno haya yatupe, atuongezee juhudi, tujitambue na kuweza kufanya yaliyo mapenzi ya Bwana. Sasa huyu watatu, yeye inaonekana alikuwa ni mvivu, kwa sababu bwana wake anasema mtumwa mbaya na mlegevu, na mlaani pale pale. Wao ulijua kwamba mimi navuna nisipopanda na kusanya nisipotawanya. Sasa basi ungepeleka watu wao riba. Bwana wake akamlaumu pale kwa sababu hakuweza kufanya mapenzi ya bwana wake, na tunaona kwamba hiyo hasara ambayo alimpa bwana wake ya kutokupata ile faida ya talanta moja ilikuja kumgharimu yeye na kumwingiza katika hasara kubwa ya kumweka katika maisha ambayo ni ya shida. Na hata mwishoni tunaona kwamba anaambiwa kwamba mtumwa asiyefaa atupwe kule nje katika giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivi hapa ina maana gani? Ninaona kwamba kumbe utakapokuwa unajishughulisha na mtumishi ambao Mungu amekuwekea na mtumishi ambao Mungu amekupa, basi ile faida unayoipata itakupa kuongezeka, itakupa furaha, itakupa ushindi na itakupa amani isiyokuwa ya kawaida. Lakini itakupa utajiri mwingi. Kwanza afya na uzima na mambo mengine, furaha na amani. Lakini sasa tutakapokuwa tunakuwa wavivu kama huyu mtumwa wa tatu, yeye alikuwa mvivu. Alafu mzembe. Mtu ambaye hata hakumuelewa bwana wake sawa sawa. Hata alipokuwa naye hapo ni kama alikuwa hamuelewi. Angekuwa anamuelewa, sidhani kama angekuwa na uzembe namna hiyo. Lakini inavyoonekana, mimi ninavyomuona, hakuwa anamuelewa hata bwana wake. Ndio maana alifanya mambo kizembe kirahisi tu. Anasema, bwana, mimi unajua nilikuwa naona kama hii ndio yako bwana, nimekuwa mwaminifu katika hili. Mimi uwe mwaminifu katika hilo uliyoyaona wewe. Mimi nataka uwe mwaminifu katika hali niliyokuagiza mimi. Kwa hiyo tunaona kwamba shida iliyompata pale, alipata adhabu, alipata hukumu ambayo ni mbaya. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakumtii bwana wake, hakumwamini bwana wake, hakupenda kumfurahisha. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hili somo talanta ni nini? Talanta tukisoma katika Wakorinto ya kwanza sura ya 12, Wakorinto wa kwanza sura ya 12, tuangalie hizi Wakorinto hii, tuangalie tunaweza kupata jibu hapa. Tuanzie mstari wa 4. Anasema, basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Kumbe hizi talanta ninavyozielewa na ninavyozichukua mimi ni kwamba ni karama, na ndiyo maana katika yule bwana kuwagawia watumwa wake hakusema kwamba kuna mmoja ambaye atakuwa amenyimwa. Hapana. Kumbe hizi karama tunapewa sisi wote, ila kulingana na uwezo ambao Mungu wetu anatuona, kulingana na uwezo wa Roho Mtakatifu aliyoko ndani yetu, kiwango cha Roho Mtakatifu jinsi ambavyo unamtumia ndivyo utakavyoweza kupewa karama nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu alikuwa nazo 9, karama zote 9. Karama ni 9. Hata tukisoma hapa kuendelea hapa kwenye mstari wa 4 hapa tukiendelea tunaona ni karama 9. Unaona, yeye alikuwa nazo zote. Na hii mara nyingi hata watumishi wa Mungu ambao ni wachungaji wa makanisa na wengine wengi wanatakiwa kuwa nazo nyingi. Nafikiri ndio wale wenye fungu la talanta 5. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anahudumia watu wengi. Unaona? Kwa hivi talanta ni karama. Na hapa tunajifunza kwamba kumbe kila mmoja anayo karama.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja ambaye ameokolewa, Roho Mtakatifu anagawa hivi vipawa ambavyo ni karama. Ndani ya kila mmoja aliyemwamini Yesu lazima una karama. Bwana asifiwe sana. Unajijua, hujijui, unaijua, huijui, lakini unayo. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo mimi naiona hapa leo ambacho Mungu ananipa nikukumbushe ni kwamba tafuta sana kujua karama ulionayo, ili kutokana na hiyo karama sasa uweze kumtumikia Mungu. Maana usipoijua utakaa hivyo hivyo na hasara itakayokupata ni kubwa. Kumbuka yule ambaye alipewa talanta moja, yeye alikuwa nayo moja akaificha. Kuificha yeye naona pengine alikuwa ni binafsi yule. Aling'ang'ana na kazi zake mwenyewe, akaona muda haufaa utoshi kufanya kazi zingine nizo tena za kuzalisha talanta, akaona ngoja niifiche. Unaona? Kwa hiyo hakuwa na muda. Ni kama mtu ambaye alijipunguzia majukumu. Lakini kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya uzembe, kwa maana talanta alikuwa nayo, alitakiwa kuifanyia kazi ili izae. Kwa hiyo sisi jamani, Roho anasema kila mmoja amepewa karama. Bwana asifiwe sana. Kila mmoja wewe umepewa karama. Ulipomwamini Bwana Yesu akaingia ndani mwako, wewe unayo karama, unazo karama. Sasa basi cha msingi tusikae katika hali ya kubweteka wakati tumepewa vitu ambavyo siku ya siku tutakwenda kudaiwa kurudisha majibu, na majibu yenyewe yawe na faida. Asubuhi tumejifunza kwamba Bwana anataka tumzalie matunda, lakini matunda yanazaliwaje? Yanazaliwa kutokana na vipawa ambavyo tumepewa. Yaani Bwana ametupa vitu vyake, ametupa mali zake, tunatembea nazo, anataka zizalishwe hizo. Siku ya siku atataka faida, na hizo faida akianza kuziona hata sasa hivi katika maisha yetu, hata kabla ya siku ya kurudi, utaona kwamba vile vipawa ambavyo tumevifanyia kazi vinatubariki sisi wenyewe, tunaanza kufaidika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, usikae kama mtu ambaye hauna chochote. Asubuhi mwalimu asubuhi alipokuwa anauliza maswali hapo, mmoja akasema una huduma gani? Mmoja akasema kwamba mimi huduma yangu ninaweza wakati mwingine kama mafundi wanafanya kazi, mimi nafanya kazi nao pale ya kuwasaidia, hiyo ndio huduma. Akapingwa, lakini hapana, hiyo ni huduma. Ni huduma. Roho Mtakatifu anazo huduma nyingi anazoweza kukupa. Unaona? Kwa hiyo ni vizuri ukatambua kile ulicho nacho, ukaanza kushughulika kwa ajili ya Mungu. Muda tulionao hapa duniani ni mchache sana. Sio tu wa kuzaliwa na kuishi. Pengine umehesabiwa miaka 80 au 90 ni sawa. Lakini tunajua Yesu anarudi lini? Anasema anakuja na ujira mkononi mwake kwa ajili ya kumlipa kila mmoja. Anamlipa nani? Yule aliyepewa karama. Bwana Yesu asifiwe sana. Karama ndani yako, karama. Sasa kama huijui karama hiyo, sasa ndio utafanya kazi sasa ya kufanya. Hiyo ndio ufanyie kazi. Kumwomba Bwana ili upate kuijua karama ulionayo, ili upate kufanya kazi, usikae bure. Na hii karama sio lazima tu kwamba ifanye kazi kanisani, hapana. Inafanya kazi hata huko nyumbani, inafanya kazi hata huko maofisini, kwa majirani, kwa ndugu na marafiki. Kwa karama inafanya kazi. Maana kila mmoja apewa ufunuo kwa ajili ya kufaidiana. Kufaidiana sio katika kanisa tu. Unaweza ukawa faida hata huko nje, ili Bwana apate matunda hata huko nje. Anawataka hata wale walioko kule waje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kadri utakavyotumia vizuri karama yako popote ulipo, ndivyo Bwana atakavyokuwa anapata faida, na au ananufaika kwa kupata matunda. Wakija tena, mimi wanasema mara kwa mara kwamba jamani, Bwana Yesu alipowatuma wanafunzi wake kwamba mtakuwa mashahidi wangu kuanzia hapa Yerusalemu na wapi sijui na mpaka mwisho wa nchi. Hii ina maana kwamba unapookolewa, Mungu au Yesu anataka ushughulike kwanza na wale ndugu wa karibu wale. Kama umeokolewa wewe ni mama, hakikisha nyumba yako inampata Bwana Yesu. Kama ni binti, hakikisha baba na mama na ndugu zako wewe unakuwa sababu ya wao kuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni mfanyakazi ofisini, usimweke Yesu mfukoni, unaificha karama, unaificha talanta. Ukiificha talanta, ndugu yangu, wewe uko ofisini, sema mimi niliwahi kuajiriwa, nilipata mahali fulani kibarua kwenye majani ya chai pale. Nilipokwenda pale
nikakuta wenzangu wanafanya kazi polepole kujiwekea hili na kesho, maana ni kibarua. Kesho ukifanya kazi haraka haraka, kesho utakuwa huna kazi, kwa hiyo hakuna malipo, maana mpaka ufanye kazi ya kibarua. Katika hayo matatizo. Sasa hii ni kuficha talanta jamani. Ndugu zangu, eleweni, msifiche talanta. Itakuja kuwa kazi kwetu, itakugharimu. Talanta kila mmoja, cha msingi wewe kwamba unayo talanta, ama unajua au unayo talanta. Hivyo ndio mimi namshukuru Mungu kwamba kumbe kila mmoja ana talanta. Na hiyo sasa ndio nakuja kwa hapo, ndio kuna kazi hapo sasa. Kwamba kama tuna talanta ni lazima tuzae. Umepewa 2 au 3 au 10, sio 10 au 9 au 8. Hilo sasa Biblia inasema kwamba aliyepewa vingi atadaiwa vingi. Kwa hiyo kuna kazi ya kuzizalisha hizo talanta ulizopewa, zote zilete faida. Bwana asifiwe sana. Bwana ametuweka hapa, ametuokoa, na ndio maana ametuokoa hata kutubakisha duniani. Kubakisha duniani tuendelee kuzaa matunda, tuendelee kufanya kazi. Tutengeneze rasilimali na zana za kujenga kule mbinguni. Alipokuwa anaondoka Bwana Yesu katika Yohana 14 pale ukisoma, anasema mimi naenda kwa Baba. Kule nyumbani kwetu kuna makao mengi, kama sivyo ningekuambia naenda kuandaa makao. Na kule makao ni mengi. Kwa hiyo lakini makao yale inategemea kwamba wewe unapelekaje zana. Anajenga pamoja na wewe. Ukipeleka zana anajenga. Ili siku ya siku tukute ule mji umetengenezwa vizuri na makao yetu yako vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusijidharau, tusione kama ni watu ambao hamna kitu, au kaona kwamba ni watu ambao tunakaa hapa duniani basi tunakaa tu. Hapana. Hapa duniani sisi tumedhaminiwa muda. Tumekaa kwa mpangilio wa Mungu, kwa mpango wa Mungu, kwa kusudi la Mungu, kwa wakati wa Mungu. Tusijisahau. Hiyo karama ulionayo changamkia. Na kama huna, changamka kuomba. Tafuta uso wa Mungu akuonyeshe. Na Roho Mtakatifu ni mwaminifu kwa sababu ndiye anayegawa hizi karama. Ukimwambia kwamba mimi sijui, na itakufurahisha katamani kujua, basi Roho Mtakatifu atakwambia. Anakwambia, anapokuambia unasikiaje? Unasikia kupenda kufanya kitu fulani. Anakwambia unasikia kutaka kuongea kitu fulani. Ndivyo Roho Mtakatifu anapokuambia. Sasa ukisikia hivyo kufanya kitu fulani, fanya. Ndio sauti ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Anaweza akasema kwa neno, anaweza akasema kwa ndoto, lakini anaweza akasema kwa wazo, anaweza akasema kwa kuwiwa. Yaani kila mara unashauri kutaka kufanya. Lakini kama ni jambo jema, usilifungie. Bwana asifiwe sana. Fanya kwa sababu ni Roho Mtakatifu, na hicho ndicho kipawa hicho alichokuwekea, na wewe ndio utumisha aliyokuwekea. Bwana asifiwe sana. Watu wengi wanafikiri kwamba ukisimama kanisani hivi kama nilivyosimama hapa basi hapana, sio hivyo. Nyumbani mwa Mungu mna kazi nyingi sana. Hakuna anayeokolewa atafika akakaa tu kwamba kazi zimekwisha. Hapana, zipo kila wakati. Lakini karama Mungu ametupa kama vitendea kazi, ili baadaye tuje tufaidike hapa duniani na kule mbinguni tutakapofika. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtumwa mlegevu yule aliyeficha, tunaona kibeba alichokipata. Kwanza amenyang'anywa, akabaki ni maskini sasa. Hana hata namna ya kufanya. Zaidi ya hayo, anatupa tena gizani. Ni gizani, kwenye upeke, kwenye mateso. Naona. Lakini anaona ni kitu kizuri. Simemfichia Bwana hiyo yako. Ubaya kama ningekula. Ubaya kama ningeharibu, lakini nimetunza. Na ndivyo hata sisi tulivyo. Unaona kama uko vizuri. Utende dhambi. Wale waliohukumiwa ila alihukumiwa kwa sababu alitenda dhambi. Si kwa sababu alikuwa mzinzi, hapana. Si kwa sababu alikuwa mwongo, hapana. Si kwa sababu alikuwa sijui alipenda kufanya uongo mahali, hapana.
alikuwa vizuri kabisa na alijiamini na aliona yuko sawa, lakini alificha talanta ya Bwana wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia sana tusifiche talanta. Talanta unayo. Talanta ni karama. Karama ziko nyingi. Basi ngoja nizitaje hapa kidogo tusisikie. Anasema basi pana tofauti hapa kwenye Wakorintho wa kwanza 12, niendelee kidogo. Basi pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule, kumbe anayegawa karama ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hitaji la kwanza, unahitaji sana kumtafuta Roho Mtakatifu. Unahitaji sana kuomba umpate Roho Mtakatifu katika maisha yako. Bila Roho Mtakatifu hutaweza kujua hata karama ulionayo, kwa sababu yeye ndiye anayegawa. Bwana asifiwe sana. Ndiye aliyepewa karama kuzigawa kwa watu. Anasema tena pana tofauti za huduma na Bwana ni yeye yule, Bwana Yesu. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Hizo karama tusizifiche, kwa sababu kwanza zinatusaidia sisi wenyewe, zinatufaa kwa kufaidiana sisi wenyewe. Mimi nilicho nacho wewe huna, unanihitaji mimi. Wewe ulicho nacho mimi sina, ninakuhitaji wewe. Kwa hiyo kwa kufaidiana. Bwana asifiwe sana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, moja hiyo hekima, mwingine neno la maarifa, pili hiyo apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika imani, mwingine imani, tatu hiyo, mwingine Roho katika Roho yeye yule, na mwingine karama ya kuponya za kuponya, nne hiyo, katika Roho moja yule, na mwingine matendo ya miujiza, tano, na mwingine unabii, sita, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, 7, 8, na mwingine tafsiri za lugha, 9. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja, yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake, yeye kama apendavyo yeye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anayegawa hizi karama. Kwa hiyo kitu cha kwanza, watu wa Mungu, tutamuomba Mungu, tumuombe Mungu Roho Mtakatifu kila wakati. Na kuweza kupata Roho Mtakatifu ni kitu rahisi. Ni kuacha mambo yako upate muda na Mungu, upate muda na Roho Mtakatifu, upate muda na kanisa, upate muda na huduma, upate muda na utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaficha kwa kupoteza yale ya Mungu, tunafanya yale ya kwetu. Unafikiri aliyeficha hiyo talanta, unafikiri alificha mwaka alikuwa na kazi zake, alikuwa na kazi zingine ambazo aliziona hizi ndiko afadhali. Bwana Yesu asifiwe. Sasa na wewe ukaacha ile huduma uliopewa, ukaacha ile kazi uliopewa, ukaendelea mambo mengine, unajua unajiingiza kwenye hasara wewe mwenyewe. Sasa leo Bwana isikupate sisi. Hiyo tuikataa, isikupate sisi. Sisi sio wa gizani, sisi ni wa nuru. Sisi sio wa usiku, sisi ni wa mchana. Mambo yote Roho Mtakatifu ametufungulia. Sisi zilizokuwa zimefungwa, hata watu wasijua walipokuwa wasoma maandiko Torati na ndio walikuwa hawaelewi, wanasema Yesu sasa atakuja, Yesu ndiye atakuwa wakatupa sura tena mambo makubwa. Hawakuwa wanaelewa kwa sababu sisi zilikuwa zimefungwa. Lakini usoma katika Yohana Yohana 5 pale. Unaona jinsi ambavyo Mwana-Kondoo alikwenda kuvunja kile kitabu cha mihuri, alikwenda kuvunja ile mihuri, akapokea kile kitabu akaenda kuvunja ile mihuri. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alipokuja sasa, ndio siku ambazo sasa sisi tunafunguliwa mambo yote yale yaliyokuwa asilini yamefungwa, yale yaliyokuwa mafungo, sisi tunafunguliwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo cha msingi wewe ni kujishughulisha na Mungu, jishughulisha na Roho Mtakatifu, jishughulisha na huduma, jishughulisha na kanisa, jishughulisha na watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wekeza kwa watu, Mungu anataka watu. Wekeza kwa watu, wekeza kwa watoto. Namshukuru Mungu kwa ajili ya walimu wa watoto. Mungu azidi kuwapa nguvu. Na tazama nitangazo kwenda ministries, msiache kwenda. Wekezeni kwa watoto, Mungu anawainua kwa sababu Mungu anapenda wale watoto, ameweka kusudi lake huko. Kwa wakati wake watakapokuwa hapa, kuna mambo atayafanya. Lakini kama hawafundishwa sasa hivi watapotelea duniani.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kile ulichokipewa ndipo kidogo, kifanye kwa uaminifu, usije ukadharau kama mwenye talanta moja aliyodharau talanta moja akaificha. Ifanyie kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo cha kufanya ni kumwomba Mungu. Kumwomba Mungu. Katika jina la Bwana. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 12 tusoma katika jina la Bwana. Vivyo hivyo nani, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Kwa sababu hiyo yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Amen. Vivyo hivyo na ninyi, kwa kuwa mnatamani sana kuwa watu wenye karama za Roho, takeni kwamba mzidi sana kuwa nazo ili kulijenga kanisa. Ndio hiyo tulisoma kwamba mmoja apewa Roho kwa ajili, kila mmoja anapewa Roho kwa ajili, ufunuo wa Roho kwa ajili ya kufaidiana, kwa ajili ya kujenga kanisa. Sasa kuna taratibu ambazo alikuwa anasema Mtume Paulo, jinsi ambavyo tunatakiwa kuendesha ibada. Inafika mahali watu Roho Mtakatifu anashuka, watu wananena kwa lugha, inakuwa fujo. Hapa anatoa taratibu jinsi ya kuenenda katika ibada namna hiyo kama Roho akishuka. Kwa hiyo ndio maana nasema huko tusiende. Lakini cha msingi hapa kwamba tutake sana kwa ajili ya kufaidiana, kwa ajili ya kulijenga kanisa. Kwa hiyo hapa ili kulijenga kanisa, ili kuweza kupata hiyo karama, ni lazima ujihusishe sana na mambo ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Timotheo 4 Wakorintho wa pili 8 mstari wa 20. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 20. Tasoma katika jina la Bwana. Tukijiepusha na neno hili, mtu asije akatulaumu kwa habari ya karama hii tunayoitumikia. Bwana Yesu asifiwe. Karama ulionayo mtu asikulaumu, ukiwa unaitumikia mtu asikulaumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaonekana hapa katika mazingira ya Paulo alipokuwa anaandika haya maneno, kulikuwa na watu ambao walikuwa hata hawaelewi, lakini wakaa kazi yao ni kulaumu. Lakini wewe endelea kuitumikia hiyo karama bila kujali hata kama lawama. Mimi nilipookoka jamani, nilikuwa kama nimekatwa masikio. Nililaumiwa nyumbani, nililaumiwa na mume wangu, nililaumiwa na ndugu zangu, nililaumiwa marafiki, nikapoteza marafiki. Hata wakiawe nikatengana nao, nikawa mtu wa kanisani. Lakini walikuwa wananishangaa kweli. Mimi nilikuwa kama nimekatwa masikio, sisikii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikuwa sioni kabisa kama kuna kitu kinanizuia kwenda kanisani, kufanya chochote cha kanisani. Sikukiona. Kwa kweli sikukiona, na mshukuru Mungu. Hakikuwepo. Na hata wakati mwingine nilikuwa natoka kanisani, nimechelewa labda kwenye nyumba kwa nyumba, nakuta nimefungiwa mlango na mume wangu. Mvua zinanyesha na nipigia hapo nje, lakini sisikii vibaya. Sana mwanangu ananifungulia kama kishalala na lala, basi mwanangu ananifungulia na ingia. Hata silaumu. Nilikuwa naiona hata wokovu ni mtamu mno. Maana wokovu ni mtamu, hakuna kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo jamani, hebu nawatia moyo kwamba jamani, hebu tafuta. Usije kanisani kama msindikizaji. Unajua wana Mungu, wana Israeli walipotoka kule Misri kule, walikuja na watu wengine nao walikuja wa Misri nao waliwafuata. Lakini hawakuingia Kanaani. Walikuwa wasindikizaji. Mungu akuruhusu wale waingia. Kwa ahadi alikuwa ya wao. Walishia kule njiani. Kwa na sisi tusije tukaishia hapa kanisani, hapa kwenye jengo hili. Hapana. Na kitakachotupeleka ni kuitumikia ile talanta ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hiyo ndio siri kubwa mjue leo. Kama ulikuwa ujui, jua hiyo. Kama una hiyo talanta
mafuta yanapotumika yanatumika sasa juu ya nani? Hakuna. Hatuwezi kutumika kwa kumuoga Mungu. Maana kama huyo iko na hiyo karama unatumika. Na bahati nzuri ni kwamba hakuna asiye nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipotumika ni wewe tu. Lakini kila mmoja anazo karama. Mwingine 5, mwingine 2, mwingine 1. Roho Mtakatifu amegawa sote. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende haraka twende Petro wa kwanza. Twende Petro wa kwanza 4:10. Na alafu Timotheo wa kwanza 4:14. Waraka wa Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 10. Nasoma katika jina la Bwana. Kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama itumieni kwa nasema kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama. Ngoja basi nisome mimi. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 10. Kila mmoja kwa kadri alivyopokea karama itumieni kwa kuhudumiana kama mawakili wema wa neema mbalimbali za Mungu. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna umuhimu, kuna ulazima wa kupokea karama, kwa sababu lazima itumike kwa kuhudumiana. Hapa waimbaji wanapoimba katika kanisa, wana praise na waimbaji wa kwaya, tunasikia uwepo wa Mungu kwa sababu wao wanasimama na wanatufaidisha sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata wao sio kwa sababu wanaimba na kutufaidisha sisi, hawatuhitaji wanahitaji mafundisho, wanahitaji ushauri, wanahitaji uongozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila mmoja nafaidiana. Tuangalie Timotheo ya kwanza 4:14. Timotheo wa kwanza 1:6 inasema, kwa sababu hiyo ninakukumbusha uichochee karama ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Hapa sasa Paulo anamwambia kabisa Timotheo mtoto wake wa kiroho. Anambia uichochee. Nimekwisha kusema kwamba njia ni kujishughulisha na mambo ya Mungu. Usiku amka uombe. Kama kuna kitu chochote kinafanyika kanisani usikae kwamba kuna wengine, hapana. Najua kuna vitu vidogo ambavyo inatakiwa watu kuvifanya, lakini sijui tunaona sisi. Mimi hata sijui tunafikiria. Kwa mfano, kuna zile ndoo pale nje ambazo tunawasha maji kila siku. Lakini hizo ndoo wanawake hatujishughulishi nazo kabisa. Maji yanaweza kukaa mle mpaka yakaota mtu mle. Lakini hakuna anayehusika. Lakini nyumbani tunawasha ndoo zetu vizuri, tunabadili vyombo kila siku. Tunatakasa vyombo kila siku, lakini pia kanisani tumeviacha hivyo. Vyombo vya hapa vinapiga, lakini ukivichunguza kutumia vina mavumbi kama yatotaki kusikia. Hii ni sababu kubwa, wakati mwingine napana mavumbi pale hivi. Mungu ni mchafu jamani. Anaitwa mtakatifu. Lakini karama hizo tunazo, karama za masaidiano tunazo. Roho Mtakatifu amemwekea kila mmoja. Namshukuru Mungu anaofanya hivyo kwa neema na kwa nafasi zao. Lakini pia ninashukuru watoto wawili mabinti wawili. Watoto wale kwa kweli Mungu aendelee kuwabariki. Esther na maombi, Mungu aendelee kuwabariki sana. Yaani mtafika mbali. Endelee kunyenyekea na kutumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wengine jamani, fanyeni hivyo. Sema kwa kuwa sio mhubiri, kwa kuwa sio mwinjilisti, kazi ndani ya kanisa la Mungu ziko nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nizunguka huko angalia. Asubuhi watu wa Mungu wanafagia uwanjani. Lakini kuna mazingira watu wanaishi huko, kuna machupa, kuna makaratasi kwenye majani huko. Mtu kuchukua karatasi zile na kuokota mle. Anaona yeye hahusiki. Sasa unahusika nini?
Unahusika nini? Hata kama ni mwimbaji, hata kama ni mwombaji. Takataka zimejaa kwenye uwanja wa eneo la kanisa. Zimejaa hapo machupa, makaratasi, manini. Sasa jamani, hivi vitu, Mungu ni mtakatifu, Mungu tunamtumikia, anatutaka kuwa watakatifu na mazingira yetu ambayo tunamhubiri au tunamuomba au tunamwabudu lazima yawe matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivi vitu sio vya mtu mmoja, mtu fulani, sio mashemasi. Ni kila mmoja amepewa karama, kila mmoja aliye katika nyumba ya Mungu amepewa kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujitume. Tusiweke, tusifiche karama, tusifiche. Wala kitu macho tena ngoja kupanda. Bora kama huko wote. Lakini unaona, alafu unapita. Yaani hivyo unaona alafu unapita. Unachukua hukumu yako unaenda nayo. Bora kama usingeona. Na bora kama usingekuwa hapa. Maana kama huko hapo atakamuacha. Anayefahamu sio mimi, sio mchungaji. Ila aliyekuita. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, siwateshi, siwahukumu, lakini nawatia moyo, nawahimiza tukae vizuri, tukae mkao wa kuingia kule kwetu mbinguni. Ni pasafi, ni patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa cha kufanya ni nini? Cha kufanya ni kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kiangalia ile sala yetu Baba yetu uliye mbinguni, ile ina mtiririko mzuri kweli. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama huko mbinguni. Utupe mkate wetu wa kila siku sasa tunakuja kwetu. Lakini kwanza ameanza Mungu mwenyewe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lifanyeje? Litukuzwe. Omba hivi, Baba yangu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe katika maisha yangu. Ufalme wako uje katika maisha yangu. Utakayofanyika huko wako kama kwako katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kujishughulisha na Mungu. Bwana asifiwe sana. Cha kufanya ni kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ukianza kuomba kwa ajili ya mapenzi ya Mungu, Mungu anataka afanye nini? Mungu anataka nini? Ukajishughulisha na kuombea hivyo, Bwana atakubariki upesi kuliko unavyojiombea wewe. Mungu nibariki, Mungu nibariki, Mungu nibariki, Mungu nibariki na mimi. Sasa hivi na nyimbo anasema nitatoboa tu, nitainuliwa tu, nitafanyaje, sio aliyefanyaje, sio atanionaje, sio ataniheshimu. Hivyo vyote hivi vya nini? Mipasho hiyo. Wewe tumika. Tumika. Mwambie Bwana kila anachokitaka. Wewe ni mtumwa. Wewe ni nani? Ni mtumwa. Kumbuka alitoa mfano Bwana Yesu, wale ni watumwa kwa Bwana wao. Hata sisi ni watumwa. Yesu ni Bwana. Au jamani, Yesu sio Bwana? Kama Yesu ni Bwana, wewe ni mtumwa. Mtumwa utachanguaje kazi? Ndio yeye alichagua maficha talanta sasa. Alichagua sikia hapana kazi zingine, alificha talanta, alichagua kazi. Hebu tufanye kila tukiona Mungu anatuita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema kuomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Nasema Yohana ya kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Yohana ya kwanza Yohana ya kwanza sura ya 5 mstari wa 14. Anasema na huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kuwa tukiomba kitu sawasawa na mapenzi yake atusikia. Na yote tunakazana kuombea mahitaji yetu. Kuombea mahitaji yetu. Umwanye yule pale na yule kakosa chakula, kakosa nguo, kakosa. Omba kwa ajili hiyo. Jishughulisha na mambo ya mtu mwingine. Wekeza kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shida ya Mungu ni watu. Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo tukiomba sawasawa na mapenzi yake, tukiomba sawasawa, tunakuwa na ujasiri. Huwa ni ujasiri tulionao kwa sababu tunaomba sawasawa na mapenzi yake. Naona ukiomba ya kwako asipokupa unanyong'onyea. Lakini ukiomba ya kwake
asipofanya uweze kusikia hasara, utakuwa unasikia kuiwa kuomba mpaka ifanye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuombe sawa sana na mapenzi ya Mungu. Bwana ndio maombi, ndio kitu cha kufanya, ndio maombi yanayofaa. Alafu Yuda 1:20. Yuda 1:20. Mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mkijijenga katika imani na kuomba katika Roho Mtakatifu. Mwanzoni ndio nimesema kwamba cha kufanya zaidi sana ni kumhitaji Roho Mtakatifu, kwa maana ndio ana mambo haya yote. Yeye ndiye anayegawa hivi vipawa, na akishakupa tayari uweze kukwepa. Kishakupa. Kwa hiyo sasa ni kumwomba Roho Mtakatifu aendelee kutusaidia na kutuwezesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Tujijenge juu ya imani ya kumwamini na kumwomba. Tujishughulishe na mambo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani tusichoshane, lakini nimepewa tu kwamba ili niwakumbushe kwamba kuna talanta ambazo Bwana ametupa, kuna karama ambazo Bwana ametupa, kuna huduma ambazo Bwana ametupa. Naomba tusiwe wategaji, usitege kabisa kazi ya Mungu. Ni bora upoteze ya kwako, ni bora upoteze ya kwako. Nasema tena, ni bora upoteze ya kwako, ni bora upate hasara ya kwako, na uonekane kama kweli umekosa, umekuwa basi mtu ambaye umekosa, huna maana tena. Bwana, watu wakuone hivyo, kwa Bwana utakuwa umepanda sana. Na pale atakapokufunua, watu wote watashangaa na watashika adabu na watamwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Watamwabudu Mungu. Takaona kwamba kwa sababu umekosa kwa ajili ya yeye. Nani Petro akauliza kwamba Bwana, sisi tutapata nini? Tumeacha wake zetu, tukaacha mashamba, tukaacha shughuli zetu na watoto wetu. Tumekufuata, tutapata nini? Hebu angalieni alichomjibu. Hapa duniani mtapata mara 100. Sasa kama utapata mara 100, mbona unapoteza hii talanta kwa kazi ya kuajiriwa ambaye hata mshahara haufiki siku 30? Mbona hii inakupoteza tena kitu ambacho cha kupata mara 100? Eti watu wa Mungu. Sasa unajiona kama hatuna akili. Anasema hapa mtapata mara 100. Wewe hata mshahara haufikii hata mwisho wa mwezi. Lakini unakufanya uache hata kazi za Mungu, utelekeze huduma iliyoko, utelekeze hata kwenda kumwona ndugu yako aliye na shida mahali fulani, ni mgonjwa, uendi kazi zako, maana kesho utakula nini? Umejiwekea maisha wewe mwenyewe, kwamba utakula nini? Kama vile kuna mwenyewe, kama vile Mungu alikuongopea, yani alikulagai kwamba wewe njoo unifuate, lakini tunasema tutapata mara 100. Na kwa mbinguni uzima wa milele na raha tele. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuchangamke watu wa Mungu. Naomba tu naomba mchangamke. Cha msingi cha kujua ni kwamba unayo karama, unayo. Na hiyo ndio itakayodaiwa. Karama ndio itakayodaiwa. Utakapoificha, siku itakapodaiwa uitoe hilo ilivyo, itakuwa kashishi. Lakini sikutishi, ni kwa mujibu wa maandiko. Na Yesu akatoa haya maandiko kama mfano, lakini ndivyo atakavyofanya. Anasema nakuja na ujira wangu mkononi kumlipa kila mtu aliyeitwa mwana wa Mungu, aliyeitwa mshirika, aliyeitwa ameokoka, kila mtu. Kwa hiyo tuwe macho, tuchangamke. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Haleluya. Nyosha mikono yako juu sana, sema pamoja nami maneno haya. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Nimesikia neno lako, nami ninatambua kwamba umeniokoa kwa faida ili nikuzalie matunda. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa mfano wa wale watumwa watatu waliopewa talanta, walio waaminifu, wakatumia talanta zao kwa kuzizalisha. Bwana Yesu, ninatamani kutumia talanta
ulioweka ndani yangu uizalisha ikupe faida. Yesu, yamkini sijui talanta iliyo ndani yangu, nijalie kuijua, niwezeshe kuijua, niwezeshe kuitumia ili nikuzalie. Yesu, yamkini ninaijua talanta nilionayo, lakini sijaitumia jinsi ipasavyo. Ninaomba uniwezeshe kuzalia matunda kupitia hii karama ulioweka ndani yangu kwa Roho wako Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu, asante na kushukuru kwa upendo na uaminifu wako. Naomba Bwana mjalie mtumishi wako kupokea talanta vile alivyomjalia Baba, kuijua na kuitendea kazi katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa kuwa Bwana ajaye kwako hujamwacha wala hutamtupa. Baba, ninaomba mjalie karama na kipawa na huruma, na tena Bwana mwezeshe kuitumia kwa kukuzalia matunda katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya kijana huyu na kusogeza mbele zako na Bwana. Mungu, jalie kuijua karama aliyonayo au kuitumia kwa kukuzalia matunda. Asante nami ninakushukuru Bwana kwa ajili ya kijana huyu mbele zako. Amejua Bwana ya kwamba peke yake hawezi kukulisha karama na talanta ndani yake ili aweze kuitumia Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante Mungu na kushukuru kwa ajili ya binti huyu. Ninakusogeza mbele zako na kusihi Bwana, kulisha talanta
watumishi wako ambao wamekuja mbele zako. Ninakusihi Bwana, thibitisha yale ambayo unatenda ndani yao, wamenyenyekea kusikia neno lako, nami naamini hakika hata hivi siku ambayo Baba Mungu ulisikizisha neno lako kwa watu wa kila lugha, kila taifa, kila kabila na kila rangi pale katika Yerusalemu, waliochoma mioyo yao walipokea mabadiliko, nao walipobadilika wakawa wajumbe na mashahidi katika ulimwengu ambao umefikiwa na habari njema. Ninakusihi Bwana, hiyo talanta ambayo umeweka ndani yao Baba ithibitishe, ili iweze kutenda kazi na kuzalia matunda. Ni katika jina la Yesu Kristo niomba, tuseme amen. Tumshangilie Mungu tu. Mungu Baba, katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo, hatuna kinyume na yale yote uliyosema nasi. Bwana, ni habari njema za uzima wa milele, ni habari njema za ufalme wako, ni habari njema za urithi wetu katika ufalme wako Mungu. Asante Mfalme, tumekuona Bwana tangu tulipoingia mahali hapa, ambapo Bwana umeleweka jina lako, na yale yote ambayo Bwana Mungu umetulisha, umetunywesha, ni kwa ajili ya uzima wetu wa roho na maisha yetu, ambayo Baba Mungu yatathibitisha kwamba tumetengwa na mambo ya ulimwengu huu, nasi tumekugeukia wewe Bwana. Ndio sababu Baba umetusikizisha habari ya neno lako, kwamba Mungu tunahitaji kukuzalia matunda, maadamu sisi tu matawi katika mzabibu ambao ni wewe Bwana Yesu mwenyewe. Tazama Mfalme, umesema nasi mchana huu ya kwamba ziko talanta ambazo Baba umetugawia, inatupasa tuzijue na tukuzalishie hizo talanta Bwana, maana itakuwa ni wema katika utumishi wetu na uaminifu katika wito uliotuitia. Nasi kwa ajili ya hayo tunaamini Baba, ziko baraka tele ambazo umewekea waaminifu waliozizalisha talanta Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya ibada ya sadaka na utoaji wa changizo mbalimbali ambazo tumekutolea Bwana, ili kujenga ufalme wako mahali hapa. Mungu wangu na Mwokozi wangu, hatuna kinyume, tunakushukuru maana haya yote Baba umetujalia kuyatenda kwa neema, maana sisi tu watumwa na wajakazi wako tusio na faida, bali neema yako tu Mungu ambayo imetuwezesha kukutumikia wewe Mfalme. Baba yangu na Mungu wangu, ninalikabidhi kusanyiko hili ambalo Bwana Mungu limeingia mahali hapa Baba, lisiingie kwa mazoea wale kwa hasara, bali liingie likiwa limetoka na faida tele. Walioingia na mizigo watoke wakiwa wepesi, hawana mzigo. Walioingia na majeraha watoke wakiwa wameponywa Bwana. Walioingia na huzuni watoke wakiwa wamefarijiwa. Walioingia na udhaifu watoke wakiwa na uzima. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, na kwa Baba umefanya kwa ajili ya utukufu wako Mfalme. Mungu wa Israeli, Mfalme wa mbingu na nchi, mimi nakushukuru Mungu kwa ajili ya wiki hili ambalo sasa ndio limeanza kwa watoto wako watakaofika huko na huko kwa ajili ya utumishi na kazi mbalimbali ambazo Baba Mungu utawawezesha kuzifanya. Wamo miongoni mwao wafanya biashara, wamo wafanya kazi, wamo wanafunzi, wamo wajasiriamali na watumishi wako kama hivi. Baba, tunaomba tushike kwa mkono wa kuume haki yako, tutembee pamoja nawe tukiwa tumepatana Bwana, tupatane katika mambo yote, ili Mungu tusikie sauti yako, sema nasi kwa lugha rahisi, ili Baba unapotuwezesha
kutuwezesha kukuzalia matunda katika talanta ulizotupa. Basi Baba, tujue jinsi ya kupita na jinsi Mungu ya kutumika. Libarikiwe jina lako, maana si kwa nguvu zetu wala kwa uweza wetu, bali kwa Roho wako Mtakatifu. Nasi tunakushukuru, maana tunaamini Roho wako Mtakatifu anayetutamani kiasi cha kutuonea wivu hata tuacha, bali atatuelekeza jinsi gani ya kuiga na kutoka imani mwako, jinsi gani ya kuiga na kutoka majumbani kwetu, jinsi gani ya kuiga na kutoka katika jamii ambayo inatuzunguka, jinsi gani ya kutoka na kuingia ambapo Baba Mungu utatuelekeza. Na haya Baba Mungu, ninaamini ni kwa ajili ya kuyatimiza mapenzi yako. Tunapoyakabidhi haya mikononi mwako na kujikabidhi sisi mikononi mwako, tunaomba ulinzi wako Mungu Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tutetee wewe mwenyewe, tulinde wewe mwenyewe, kwa maana tunatembea katika ulimwengu ambao umejaa upotovu na ukengeufu mwingi na kila mitego ya adui ambao ameitega. Mungu, tunaamini wewe mwenyewe ulikwisha kusema ya kwamba hakuna silaha itakayoinuka juu yetu ikafanikiwa, wala hakuna ulimi utakaoinuka juu yetu ukaacha kuhukumiwa. Na hayo ndio mapenzi yako na hilo neno lako ambalo ulitamka na kuliangalia ulitimize hilo Mungu kwa ajili ya kusanyiko hili. Baba, niseme nini ninapoyakabidhi haya mikononi mwako na kuwakabidhi watoto wako hawa mikononi mwako? Ninaomba Bwana mapenzi yako yatimizwe, ni katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo tunaomba, tuseme amen. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Twendeni na amani ya Bwana.